Vijana mkoani Katavi wametakiwa kuchangamkia fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia halmashauri kwa lengo la kuwapatia mitaji itakayowawezesha kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya kilimo, mifugo na madini ndani ya mkoa wa Katavi. Wito huo umetolewa na afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Katavi Ana Shumbi alipomwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko katika mkutano wa chama cha wataalamu na wajasiriamali kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato chenye lengo la kuinua uchumi wa washiriki na waumini. Kutoka manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, hii ni Wasafi Media na mimi ni Neema Huseni. Kwa vijana ambao bado hawajaweza kunufaika na mikopo, wako tu nyumbani, hawana kitu cha kufanya katika mwaka unaoanza 2026, tunapenda kuona vijana wanachangamkia fursa, kwanza kwa kujitokeza kuweza kujiunga kwenye vikundi, waweze kuunda vikundi ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi. Lakini pia tunaamini vijana ndio wenye nguvu katika familia, katika kaya, lakini hata kwenye mkoa na taifa kwa ujumla. Vijana wana nguvu katika maamuzi, katika kufanya kazi. Kwa hiyo tunawategemea hiyo nguvu, hatutegemei ikae tu mtaani au nyumbani pasipokuwa na kitu cha kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo tunaomba vijana wajitokeze waweze kushiriki shughuli mbalimbali za kiuchumi kutokana na hali na fursa zilizopo kwenye mkoa wa Katavi katika sekta mbalimbali za kilimo, usindikaji wa nafaka, ujasiriamali, uwekezaji mbalimbali. Fursa zipo nyingi kule kwenye uvuvi, na kadri ambavyo wataweza kuona inafaa, ni vizuri kuhakikisha kwamba wanakuwa na shughuli ya kupata kipato ili waweze kumudu hali ya maisha na mahitaji kwa ujumla. Kwa upande wake, askofu wa jimbo la Ziwa Tanganyika kanisa la Adventista wa Sabato mchungaji Steven Ngusa amesema faida za mkutano huo ni kuwafungua macho ya kinjozi waweze kuona fursa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupeana uzoefu, huku mwenyekiti wa chama hicho Shukrani Mkaluka akidai wamekusanyika watu zaidi ya 200 kujifunza ukuu wa Mungu na jinsi ya kutumia rasilimali zilizobarikiwa na Mungu katika maeneo yao. Faida za mkutano huu kwa washiriki ni kwamba zinawafungua macho ya kinjozi kuweza kuona fursa mbalimbali na kupeana uzoefu. Kuna mwingine amefanikiwa kitu fulani na mwingine kilimshinda. Kwa hiyo wanapokutana hapa wanapeana uzoefu na kusaidiana wapi mwenzetu amekwama tuweze kumkwamua. Lakini faida nyingine ni kuona namna tunavyoweza tukasukuma maendeleo ya taifa, kwa sababu kila anayefanya kazi anapaswa kulipa kodi ya taifa, lakini pia aweze kumrudishia Mungu zaka na kutoa sadaka. Kwa sababu hiyo chama hiki kipo kwa ajili ya maendeleo ya utume, kuunganisha talanta na vipawa mbalimbali vya waumini na taaluma mbalimbali walizosomea ili ziweze kusaidia kazi ya kanisa, kuendeleza ufalme wa mbinguni, lakini pia na kuendeleza jamii ya Kitanzania. Tumekusanyika watu zaidi ya 294 kwa leo, tukijifunza mahusia mbalimbali kuhusu ukuu wa Mungu, lakini tukijifunza namna tunavyoweza kutumia rasilimali ambazo Mungu amezibariki kuwa katika maeneo yetu kuweza kujipatia kipato, kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Lakini pia tumekuwa watu ambao tunabebeana mizigo. Tunakutana watu katika ujuzi wa aina mbalimbali na hivyo kuweza kushirikiana katika mambo mbalimbali yanayohusiana na wanataaluma na wajasiriamali kwa ujumla wake. Kwa upande wao, washiriki wa mkutano huo wameiomba serikali kutumia mikutano kama hiyo kutuma wataalamu wa aina mbalimbali kutoa elimu ya matumizi na usimamizi wa fedha kutokana na mikopo inayotolewa. Ombi letu kwa serikali ni nini? Wanaposikia hii mikutano inatangazwa, kwani lazima tuende tukaombe kibali kutoka kwao. Wanaposikia hii mikutano inatangazwa, na wao pia tunawaomba hizi fursa wazitumie kwa ajili ya kuweza kuleta wataalamu mbalimbali ambao wataweza kuja kutuhamasisha namna gani ya utunzaji wa fedha, namna gani fursa zilizopo ndani ya mkoa. Kwa mfano kama mkoa wa Katavi labda kuna fursa ya uvuvi, viongozi hao wanakuja kuhamasisha namna gani vijana ambao wataweza kufanya uvuvi au namna gani vijana wataweza kufanya utalii wa ndani ili wakaweza kunufaika na vitu kama hivyo. Kwa kuona chama hiki jinsi kinavyokwenda na kinavyokuwa kinaenda zaidi kuinua uchumi wa watu, ndio maana hata kinaungana na serikali kwa ajili ya watu wake kuchukua mikopo na kuinua uchumi wa watu wake.